jazeni vinywaji, kwa sababu nitaeleza hadithi ya kichaa zaidi ya maisha yangu, jinsi usaliti mmoja ulivyovunja ulimwengu wangu na kuanzisha kila kitu. Mnadhani mmesikia kila kitu? Subiri mtaona. Hii si hadithi ya kawaida ya moyo uliovunjika. Ni ya zile zinazoanza kwa kimya na kuishia na kitu ambacho hamngeweza kutarajia kamwe. Nitaanza na jinsi tulivyokutana. Tulikuwa wadogo. Mimi nilikuwa na umri wa miaka 36, yeye 28, lakini tulihisi kama roho za kale tulipokutana, roho zinazofanana, kama tulikuwa tumefahamiana katika maisha mengine. Alikuwa anaitwa Rehema na mimi Amani. Tulikutana katika sherehe ya nyama choma iliyoandaliwa na rafiki wa pamoja, moja ya zile Jumapili za asubuhi tulivu zenye bia kwenye jokofu za rununu na nyama juu ya moto. Alikuwa amevaa kofia nyeusi na kaptula fupi, na alitabasamu kana kwamba amenijua tangu zamani. Nakumbuka alimwagika mchuzi wa nyama juu ya shati lake na akacheka tu, kana kwamba hakuna kinachoweza kuharibu siku yake. Kicheko hicho kilikaa ndani yangu. Kilikuwa sauti ya aina ile inayofanya dunia ionekane nyepesi. Wakati huo nilikuwa nikiishi kwa kazi za ujenzi, nikifanya kila kitu kutoka kuta za bodi hadi paa. Saa ndefu, kuamka mapema, mikono mikavu kama gome la mti, mgongo ukiuma siku nyingi zaidi. Lakini nilijivunia. Kuna kitu cha uaminifu katika kujenga kwa mikono, kuona vitu vikichukua sura kutoka kwa mbao na jasho tu. Rehema alikuwa katibu katika moja ya majengo hayo marefu ya kioo katikati ya mji, madirisha kutoka sakafu hadi dari, wanaume wakiwa wamevaa suti za kupima, mashine za kahawa katika chumba cha kupumzika. Dunia mbili tofauti kabisa. Kwa namna fulani, cheche iliwaka. Hatukuharakisha. Tulijipa muda, tukatembea pamoja kwa muda, tukafahamiana kama inavyostahili kabla ya kutia saini karatasi yoyote. Alinifanya nihisi utulivu. Kana kwamba hata wakati kila kitu kilikuwa fujo au mabomba yaliyovuja, muda uliokosekana, kuchelewa kwa sababu ya mvua, yeye alikuwa pale mwisho wa siku na bia baridi na kukumbatia kwa joto. Tulioana baada ya miaka 2 pamoja. Hakukuwa na fahari nyingi. Sherehe katika bustani ya shamba la shangazi yake, taa za nyuzi kati ya miti, mitungi yenye maua ya porini. Mimi niliivaa suti ya bluu niliyokopa kutoka kwa binamu yangu Ali. Yeye alionekana kama ametoka ndotoni katika ile nguo nyeupe rahisi, akiwa uchi wa miguu juu ya majani. Tulinunua nyumba ndogo muda mfupi baadaye. Vyumba 3, bafu 2, si kubwa sana, lakini yenye bustani nzuri nyuma yenye mti mzee na nafasi ya kutosha kwa mbwa kama tungemtaka. Tulianza kulipa mkopo kama watu wengi. Nyumba ilihitaji kazi, rangi iliyochoka, sakafu zilizokuwa zikitoa sauti, uzio uliokuwa umeinama kana kwamba umekunywa pombe nyingi. Lakini nilipenda. Ilinipa miradi, ilitupa mipango. Miaka 2 ya kwanza ya ndoa ilikuwa, kwa uaminifu, ya ajabu. Tulikuwa na taratibu zilizokuwa za joto. Asubuhi za Jumamosi zilikuwa tunazopenda zaidi, yeye alilala hadi kuchelewa nikiwa ninatayarisha kiamsha kinywa. Jioni zilikuwa ulimwengu wetu mdogo. Tulikula chakula cha jioni, mara nyingine kilichopikwa nyumbani, mara nyingine chakula cha kuchukua kutoka sehemu ya wali na nyama iliyokuwa karibu, na tukakaa kwenye sofa tukiangalia filamu au vipindi vya ujinga alivyovipenda. Jumapili zilikuwa za kwenda sokoni na duka la vifaa. Alikuwa na daftari alimwandika mawazo ya siku moja, rangi za jikoni, mipango ya bustani ya mboga nyuma, majina ya watoto hata kama hatukuwa tumeamua kama tuko tayari. Alipenda kupanga. Mimi nilipenda kujenga. Ilifanya kazi. Nikifikiria sasa, nadhani nilikosa ishara za kwanza. Sio kwa sababu hazikuwepo, bali kwa sababu sikutaka kuamini kuwa kitu kinaweza kwenda vibaya. Tulicheka sana. Tuligombana mara nyingine kama jozi zote, lakini hakuna kitu kikubwa. Aliacha karatasi ndogo kwenye chakula changu cha mchana, na kupenda au usifanye kazi sana leo. Ikiwa inaonekana tamu mno, sawa. Nilimpenda mwanamke huyo kwa moyo wangu wote. Nilidhani anarudisha. Tulizungumza kuhusu siku za usoni usiku wa manane, tukiwa tumelala gizani, sauti ya feni ikijaza kimya.
Alitaka kwenda kupumzika pwani siku moja. Niliapa tutakwenda. Alisema daima, wewe na mimi, sisi ni timu. Na nilimwamini. Mungu, nilimwamini. Kama mngenieleza wakati huo kuwa mambo yangabadilika hivyo, kuwa ardhi yangenizama chini ya miguu, ningecheka. Tulikuwa imara. Angalau nilidhani tulikuwa. Lakini sifa ya uongo ni kwamba hauonekani wote pamoja. Unatambaa ndani. Polepole. Taratibu. Na mara unapokuwapo, hakuna kitu kinachobaki kama hapo awali. Mwaka wa 3 ulikuja kama upepo tulivu. Hakuna milipuko, hakuna ugomvi mkubwa, hakuna ngurumo za ghafla, mbali tu mabadiliko hewani ambayo sikuweza kueleza. Mwanzoni nilidhani ni awamu. Maisha yanakuwa na shughuli. Watu hutengana kidogo, kisha hurudi. Nilijirudia mwenyewe. Ilianza kidogo. Rehema alianza kurudi nyumbani baadaye kuliko kawaida. Kawaida alikuwa anafika karibu saa 12 na dakika chache za ziada. Tulikula chakula cha jioni pamoja karibu kila jioni, hata kama ni kupasha chakula kilichobaki au kuweka pizza ya kufungia oveni. Kisha ikawa saa 1, saa 1:30, wakati mwingine karibu saa 2. Nilimuuliza kinachotokea kazini na kila mara alikuwa na jibu, ripoti inayokaribia muda wake, mkutano wa timu ulioongezwa, mashine ya kunakili imeharibika na ilibidi asubiri. Ilionekana kawaida. Baada ya yote, nimefanya kazi sehemu ambapo kila kitu kinaharibika saa 11:15, hasa unapotaka kuondoka. Niliitikia na kusema sawa. Lakini iliendelea. Kisha ikaja awamu ya nimechoka sana. Aliingia, akaweka begi koridoni, akapiga chini habari na kwenda moja kwa moja bafuni. Kuoga haraka, nywele bado zinadondoka maji anapopita mimi kwenye sofa kuelekea kitandani. Hakuna chakula cha jioni. Hakuna mazungumzo. Hakuna. Karibu hakuwa akiniangalia jioni hizo. Kana kwamba nilikuwa samani nyingine anayoiepuka njiani kuelekea kitu muhimu zaidi. Mwanzoni nilihofia kuwa ana ugonjwa. Labda upungufu wa damu au uchovu au upungufu wa vitamini. Nilimwambia hata ningemsindikiza kwa daktari kama anataka. Alitabasamu dhaifu, akatikisa kichwa, akasema, nimechoka tu mpenzi. Kazi imekuwa kali hivi karibuni. Sentensi hiyo ikawa ngao yake. Kazi imekuwa kali hivi karibuni. Lazima nilisikia mara 50 katika mwezi mmoja. Maneno yalipoteza maana. Bado niliamini. Alikuwa mke wangu. Mwenzi wangu. Mtu pekee duniani niliamini hangenipa nusu ukweli ili kunificha gizani. Nilianza kupika chakula cha jioni peke yangu. Nikikaa mezani, televisheni ikiwaka nyuma. Wakati mwingine nilipika kwa wawili, nikaacha sahani yake oveni iliyofunikwa na karatasi ya aluminium. Karibu kila jioni ilibaki haijaguswa. Niliacha kujaribu baada ya muda. Chakula baridi na kimya baridi havichanganyiki vizuri. Nilijaribu kuzoea. Nilichukua kazi nyingi zaidi za nyumbani. Niliweka kila kitu safi ili asiwe na wasiwasi. Nguo, ununuzi, takataka, kukata majani. Hapo awali tuligawana kila kitu. Sasa ilionekana ninaishi peke yangu katika nyumba hiyo. Hata karatasi ndogo ziliacha. Ya mwisho ninayokumbuka ilikuwa karibu na siku ya pili ya miaka yetu. Baadaye, hakuna. Mazungumzo yetu yakawa mabadilishano ya haraka ya vifaa. Umelipa bili ya gesi? Unaweza kuchukua maziwa? Kesho nitafanya kazi hadi usiku. Hiyo ndiyo lugha yetu ya upendo sasa, mipango na mazungumzo ya kawaida. Kama wapangaji, si mume na mke. Na kisha kulikuwa na vitu vidogo. Alianza kuvaa vizuri zaidi kwa kazi. Makeup, viatu vya juu, hata manukato nisiyokuwa nimesikia. Baada ya yote, mwanamume anajua mwanamke wake anapojitahidi zaidi, si kwa ajili yake. Nilimwambia mara moja anaonekana vizuri. Alinitazama kana kwamba nimemkatisha ndoto na akasema asante bila tabasamu. Hata wikendi zilibadilika.
Hapo awali zilikuwa zetu. Kiamsha kinywa cha maandazi, masoko, safari za gari bila lengo. Lakini sasa ama anapumzika au anatoka kukutana na mwenzake kwa chai na kupanga mradi. Daima isiyo wazi. Majina hayakutajwa. Niliacha kuuliza. Kimya kati yetu hakikuwa na kelele. Kilikuwa tupu. Kama sauti ya chini unayosahau hadi siku moja inaacha na unagundua jinsi ilivyojaza chumba. Bado nakumbuka jioni ile nilipokuwa sebuleni, televisheni ikiwaka, kitu nisiyokuwa nikitazama mlango wa mbele nikingojea arudi. Niliangalia saa 3 usiku na dakika 52. Niliangalia simu. Hakuna ujumbe. Nilikwenda dirishani nikapeleleza nje. Barabara tulivu. Taa ya mlango ilikuwa ikitoa sauti. Ndipo nilihisi si wazo, si tuhuma, tu ujuzi wa ndani. Kuna kitu kibaya. Na haikuwa tu msongo au kazi au uchovu. Kitu kimehamia. Na chochote kilichokuwa hakikuwa kinarudi nyuma. Na kisha ikaja Jumatatu. Nilitoka kazini siku hiyo kama kawaida, matope kwenye viatu, mgongo ukiuma, mikono imejaa vumbi la mbao kwa kukata mbao za msingi mchana mzima. Nilikwenda kwenye sanduku la barua njiani kuelekea nyumbani. Bili, menyu ya chakula cha kuchukua, ofa ya kadi ya mkopo na kisha bahasha hii ya manjano yenye kujaza. Hakuna mtumaji. Jina langu tu. Mwandiko ulikuwa safi kana kwamba mtu ameweka uangalifu. Nilisimama sekunde nikizungusha. Nilihisi kitu kigumu ndani kama kiberiti. Nilifungua juu ya meza ya jikoni. Ndani kulikuwa na kumbukumbu ya usmi nyeusi rahisi. Hakuna lebo, hakuna karatasi, hakuna kitu kingine. Niliitazama kidogo. Inaweza kuwa takataka, vitu vya matangazo au mzaha. Lakini kitu tumboni kiliniambia ni tofauti. Ilikuwa na uzito, si wa mwili tu, bali kana kwamba inahifadhi siri. Niliingiza kwenye kompyuta ndogo ya zamani tuliyokuwa tukiweka juu ya meza. Kitu hicho kilikuwa polepole sana, kilichukua muda mrefu kuwasha. Folda ilipofunguka kulikuwa na faili 2. Video na hati ya maandishi. Nilianza na ya kwanza. Nikitazama mbele, hati ilikuwa na maelezo kamili ya hadithi: nini, jinsi, wapi na kwa nini. Majibu yote ya maswali yaliyobaki. Niliklik video. Ilikuwa fupi. Labda dakika 1, dakika 1.5. Ubora wenye chembechembe, pembe inayotetemeka kidogo kama iliyorekodiwa kwa simu. Lakini wazi vya kutosha. Wazi kuona kila kitu nilichohitaji. Rehema amesimama katika ofisi nisiyoitambua ya kisasa, rafu za vitabu, madirisha makubwa. Nyuma yake mwanamume mkubwa, nywele za kijivu, suti ghali iliyotupwa juu ya kiti. Alikuwa na sura ya mtu aliyelishwa vizuri, kama mtu ambaye hajainua uzito kwa miongo. Mwanzoni sikuelewa ninachokiona. Kisha ikaniangukia. Nilifumba macho nikitumaini nimekosea. Lakini hapana. Walikuwa karibu. Karibu mno. Nguo za mke wangu zilikuwa kwenye kiti juu ya suti yake na sura yake ilikuwa ya wasiwasi wa hofu. Moyo ulianza kugonga. Mikono ikawa baridi. Nilitazama sehemu iliyobaki ya klipu kama mtu anayeona nyumba ikiungua kutoka bustani ya mbele. Unataka kukimbia ndani kuokoa kitu chochote, lakini ni kuchelewa. Unasimama bila msaada huku moshi ukipanda angani. Mwisho wa video mwanamume alijiondoa na ndipo kamera ilihamia kidogo. Kulikuwa na mtu anayepumua nyuma. Ndipo nilielewa haikuwa kamera iliyofichwa. Mtu alikuwa amerekodi kwa mkono. Kisha mwonekano ulishuka kidogo na nikaona kioo chake. Si Rehema. Mwanamke mwingine. Nywele nyeusi zilizokusanywa juu. Tulivu. Mikono thabiti. Hakuna tetemeko, hakuna machozi. Tu anarekodi. Sikuchukua muda mrefu kuelewa ni nani. Mke wake. Lazima aliingia kwa bahati.
Lakini badala ya kufanya kelele, alitoa simu na kushinikiza rekodi. Video hiyo ilikuwa bima yake. Na kwa namna fulani, kwa sababu ambazo bado sielewi kabisa, aliniletea. Nilikaa jikoni kwa muda mrefu bila kusonga, nikitazama tu fremu ya mwisho iliyoganda ya video. Rehema akifungua vifungo, yeye akirekebisha tai, kana kwamba hakuna kitu. Kisha nilifungua hati ya maandishi. Hadithi ilianza kwa maneno, sikujui, lakini najua unastahili ukweli. Mke wako anahusika na mume wangu kwa muda. Niliwakamata. Sina nia ya kuachana naye kwa sababu zangu, lakini unastahili kujua unaishi naye. Samahani. Jioni zote nilizokuwa nikingojea Rehema nyumbani, mara zote nilizomuuliza kama kila kitu kiko sawa. Chakula cha jioni chenye kimya, mabega yaliyoinuliwa na udhuru uliobubujika. Alikuwa nje naye, mwanamume mwenye umri wa mara mbili yake. Alieoa, baba, bosi wake, na mimi hapa nikimpikia chakula cha jioni, nikimrekebishia gari, nikikunja nguo zake na kujiuliza kama mimi ndiye niliyekosa. Inageuka kuwa sikuwepo hata katika hesabu. Nilifunga kompyuta polepole. Nje anga ilikuwa imetiwa giza. Taa ya mlango ilikuwa ikitoa sauti juu. Sikulia, sikusema. Nilikaa mezani jikoni nikiweka mikono juu ya mbao niliyosafisha na kupaka rangi mimi mwenyewe tulipohamia. Nilitazama mahali alipokuwa akiketi daima. Kikombe chake cha kahawa bado kilikuwa pale kutoka asubuhi hiyo. Na nilielewa, sikujua ni nani hasa nilikuwa nimeoa. Jua lilikuwa tayari. Mlango wa mbele ulifunguliwa na Rehema akaingia. Viatu vya juu vilibisha sakafu, kisha vikasimama kuona chumba kiko giza. Habari, aliita, sauti laini, karibu ya tahadhari. Aliwasha taa. Kwa nini umekaa gizani? Nilimtazama bila kusema neno. Alionekana amechoka, nywele katika mkia wa chini, uso mweupe, mabega yameinama. Alinipa nusu tabasamu ya mtu anayejaribu kusoma hewa. Kisha akatoa pumzi ndefu na kwenda jikoni, akaacha begi sakafuni. Nina kitu cha kukuambia, alisema, sauti ikitetemeka kidogo kiasi cha kuonekana. Sikutaka kukupigia simu kazini. Bora niseme ana kwa ana. Alisita, kisha akaendelea. Kumekuwa na kufutwa kazi. Kampuni inajipanga upya. Wametoa wengi wetu leo. Mimi nimefukuzwa. Alitazama chini mikononi kana kwamba hawezi kukutana na macho yangu. Sikutarajia. Nimekuwa huko kwa miaka. Nilidhani niko salama. Nilimtazama. Sikufumba. Sikupiga kope. Kimya tu. Alihamia mahali. Si kwa sababu ya utendaji, aliongeza haraka kana kwamba amejitayarisha. Wanapunguza gharama. Hiyo tu. Nadhani wanahamisha vitu nje. Sijui. Bado hakuna kutoka kwangu. Ndipo macho yake yalichunguza uso wangu yakitafuta kitu. Mpasuko katika sura yangu. Dalili. Na kisha nilinyosha mkono polepole na nikaugeuza kompyuta kuelekea kwake. Tazama hii, nilisema. Sauti haikuonekana hata yangu. Alitazama skrini, ameshangaa mwanzoni. Kisha niliweka play. Video iliangaza chumba. Macho yake yalipanuka kabla sekunde 10 za kwanza kupita. Na kisha alielewa. Taya lilianguka. Alichukua hatua nyuma kana kwamba skrini imemchoma. Aliweka mkono mdomoni, macho yakienda haraka kati ya video na mimi. Sikusema chochote. Sikuwa na haja. Ilipomalizika nilisimama na kujielekeza mbele, viganja juu ya meza, na nikasema, angalia jinsi walivyokupunguza. Sasa mimi nakupunguza wewe. Rangi ilitoweka usoni mwake. Alionekana karibu kuanguka. Amani, alinong'ona. Amani, tafadhali isi kama inavyoonekana. Tosha. Sauti ilitoka chini lakini kali.
Aliumba mbele na kuanguka magotini mbele yangu akinishika mikono. Macho tayari yamejaa, machozi yakitiririka mashavuni kama uvujaji ambao hawezi kuziba. Samahani, alilia. Sikutaka itokee. Sijui hata kwa nini mimi, sauti ilikatika. Nilivuta mikono yangu. Nimefanya kosa, alisema. Kosa baya. Lakini halikumaanisha chochote. Nilicheka. Sauti baridi, chungu nisiyoitambua. Halikumaanisha chochote. Kwa hiyo umeanguka tu juu ya bosi wako aliyeoa katika ofisi iliyofungwa. Alitetemeka kana kwamba nimempiga. Haikuwa hivyo. Sikufikiria. Imetokea tu. Nilitikisa kichwa. Si imetokea tu, Rehema. Aina hiyo ya kitu haifanyiki tu. Inachukua muda. Mipango. Uongo. Bado nakupenda, alinong'ona akininitazama kutoka sakafuni kama mhusika wa filamu. Unanipenda? Niliuliza nikirudi nyuma. Hapana. Humdanganyi mtu unayempenda. Urudi nyumbani kila jioni ukijifanya hakuna kitu na umwambie umechoka. Hujifanyi nyumbani wakati unateleza na mwanamume mzee wa kutosha kuwa baba yako. Alisimama akifuta uso kwa mikono, sauti ikitetemeka. Tafadhali usifanye hivyo. Usitupe kila kitu. Tunaweza kurekebisha. Hakuna cha kurekebisha, nilisema. Umevunja wewe. Wewe ni msaliti, Rehema. Msaliti mchafu, mwongo anayefaidika. Neno hilo anayefaidika lilitoka, lakini lilitoshea. Si kwa pesa. Kwa heshima. Kwa uaminifu. Kwa kujitoa kwa mwingine kana kwamba hakuna gharama. Alisimama pale ameganda. Macho mekundu. Kimya. Nenda, nilisema nikiashiria mlango. Hakusonga. Nenda. Na hiyo ilikuwa yote. Aligeuka polepole, akachukua begi na akatoka mlangoni mkuu. Hakugonga. Hakutazama nyuma. Nilikaa pale kwa muda mrefu baada ya mlango kufungwa, mwangwi ukizunguka hewani. Mikono bado ilitetemeka. Moyo uligonga kifuani kama bendi. Lakini sikuhisi huzuni. Si hasira. Nilihisi tupu. Nimevuliwa. Mwanamke niliyefikiri namjua, yule niliyejenga nyumba naye, alikuwa mgeni muda wote. Asubuhi baada ya kila kitu kulipuka, nilikuwa nje ya kitanda kabla ya alfajiri. Sijapumzika, nimeangalia dari usiku mzima. Kisha nilichukua funguo, nikaingia gari na nikaenda moja kwa moja mahakamani. Kuwasilisha talaka kulichukua muda mfupi kuliko nilivyofikiri. Afisa alinielekeza kwenye fomu, akapiga pini kila kitu na akaonyesha mistari ya saini kana kwamba ni Jumanne ya kawaida. Nakumbuka mkono uliotetemeka kidogo nilipoandika jina, lakini si kwa sababu ya woga. Ilikuwa kana kwamba mwili umechoka kubeba kitu ambacho hakujua kilikuwa kizito hadi alipoachilia. Sikumuita Rehema. Sikutuma ujumbe. Nilifikiri kama alibaki na heshima angejua asije. Nilipoingia barabarani ile alasiri, nyumba ilionekana tupu. Si tulivu tu, bali tupu, kana kwamba imepumua baada ya kushika pumzi kwa muda mrefu. Niliingia na nikaona mara moja. Koti lake limetoweka kutoka hangeri. Mito ya mapambo aliyosisitiza kwa sofa haikuwepo. Chombo cha maua kutoka meza ya chakula pia. Nilikwenda chumba kwa chumba. Kabati nusu tupu. Meza ya bafu ilionekana kama hoteli tena, toothbrush yangu na wembe tu karibu na sinki. Mahali palionekana baridi zaidi kwa namna fulani. Juu ya meza ya jikoni kulikuwa na karatasi iliyokunjwa. Karatasi moja tu, hakuna bahasha. Jina langu limeandikwa mbele kwa mwandiko wake. Nilitazama dakika moja kabla ya kuichukua. Nisamehe kama unaweza. Nina hatia. Nitaelewa daima. Nimehamia kwa wazazi wangu. Lakini unaweza kunirudisha wakati wowote. Mstari wa mwisho ulizunguka kama harufu mbaya. Unaweza kunirudisha wakati wowote.
Bado alifikiri ni hadithi yake kudhibiti. Kana kwamba anaweza kucheza sehemu ya mke anayetubu na ningemchukua tena bila maswali. Kana kwamba ninaweza kusahau kile nilichokiona kwa macho yangu. Sikukunja hata. Nilikunja tena na nikaweka kwenye draw ya vitu vya zamani pamoja na menyu za chakula cha kuchukua na betri zilizokwisha. Siku zilizofuata zilikuwa za ajabu. Tulivu kwa njia nisiyoizoea. Niliendelea kwenda kazini, nikipiga misumari na kupima mbao kana kwamba hakuna kitu kimebadilika. Lakini nikirudi nyumbani, hakuna aliyekuwa akingojea. Hakuna chakula cha jioni, hakuna muziki jikoni, hakuna taa chumbani. Mimi tu, nyumba na kimya chenye mnene kiasi cha kukata kwa spatula. Marafiki na wenzangu walianza kuuliza kuhusu Rehema. Yuko sawa? Sijamwona kwa muda. Nilikaa wazi. Yuko kwa wazazi wake kwa sasa. Tunarekebisha mambo. Ilitosha kuwafanya warudi nyuma. Wengi labda walijua kitu hata hivyo. Habari zinazunguka hata kama husemi mengi. Wiki zilipita na hatimaye tarehe ya mahakama. Siku ilionekana kama kwenda kwa daktari wa meno, kitu cha maumivu cha kuvumilia. Nilipofika alikuwa tayari amekaa benchi nje ya chumba. Alionekana mdogo kuliko nilivyokumbuka. Amechoka. Mweupe. Nywele zimefungwa, hakuna makeup, sweta rahisi na jeans tu. Alionekana mgeni. Hatukuzungumza. Tu kupeana ishara, kisha kutazama mwelekeo tofauti hadi tuitwe. Ndani ilikuwa safi. Baridi. Kuta nyeupe, sauti za chini, hakimu akiuliza kama ombi la mkopo. Hakuna drama. Hakuna kelele. Karatasi tu. Tulikubaliana kuwa haijapingwa. Hakuna cha kubishana. Alipata vitu vichache, vyombo vya meza ndogo, samani chache alizochagua. Nyumba ilikuwa kwa jina langu. Hivyo mkopo tuliokuwa tukilipa. Kwa hiyo hakuwa na madai. Nyumba hiyo ilikuwa na jasho langu kila kona, kuta zilizopakwa, uvujaji uliozibwa, uzio nilioujenga upya baada ya ile dhoruba. Labda alichagua rangi za pazia, lakini mimi nilijenga mifupa. Tulitia saini kila kitu na ikamalizika. Hakimu alitikisa kichwa na tukasimama. Kila kitu kilichukua labda dakika 20. Nje alinizuia. Amani, alisema, sauti kidogo zaidi ya mnong'ono. Niligeuka kwake. Alinitazama kana kwamba anataka kusema kitu muhimu. Lakini hakuna kilichotoka. Machozi machoni tu na nusu tabasamu ya huzuni. Sikusema chochote kurudi. Nilikwenda gari langu, nikaingia na nikaondoka. Hiyo ilikuwa mazungumzo ya mwisho ya kweli tuliyokuwa nayo. Na katika kimya hicho nilianza kujenga upya. Si nyumba tu. Mimi. Baada ya talaka, kimya nyumbani kikawa kingine. Si upweke, nafasi tu ya kupumua, ya kufikiria. Nilitoka kazini, nikaacha mkanda wa zana mlangoni na nikatizama mahali pale kana kwamba ni mapya. Kuta zile zile. Samani zile zile. Lakini uzito uliokuwa umeshikamana na kila kitu, harufu yake kwenye mito ya sofa, barua zake juu ya meza, ulikuwa umetoweka. Na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sikuhisi nimekwama. Niliendelea kufanya kazi kama kawaida, lakini kitu ndani kilikuwa kimebadilika. Nilianza kusema hapana kwa vitu nilivyovumilia. Saa ndefu bila malipo ya ziada. Wateja waliobadilisha mawazo kila siku mbili. Mabosi waliokatakata pembe na kutarajia sawa kutoka kwetu. Nilifanya kazi kwa bidii, nikavunja mgongo na nikatizama wale juu wakipokea hundi na kuendesha gari nisiyoweza kumudu. Siku moja niliangalia uwanja wa ujenzi, mikono katika boiler iliyovunjika na nikafikiria, kwa nini bado ninafanya hivi kwa mtu mwingine? Usiku huo sikulala. Nilichukua daftari na nikaandika vifaa vinavyohitajika, kazi ninazoweza kuchukua. Asubuhi iliyofuata nilimuita bosi na nikamwambia ninaacha. Hakunishika. Alisema tu, pigo baya na mke wako, kana kwamba linaeleza kila kitu. Nilianza kidogo.
Mimi tu, gari ndogo yenye bawa lililokunjwa na sanduku la zana nililokuwa nalo kutoka mwaka wa kwanza katika kikundi. Nilifanya flyer katika printer na nikaambatisha kwenye bodi za matangazo kwenye maduka makubwa, laundry, maduka ya vifaa. Matengenezo ya nyumba, hakuna kazi ndogo sana. Kazi ya uaminifu. Bei za haki. Niligawa kadi za biashara zenye nambari yangu ya simu. Kazi za kwanza zilikuwa za kurekebisha fremu za milango, mifereji, kugusa bodi, tiles. Hakuna fahari, lakini ililipa. Habari zilizunguka. Inageuka kuwa kufanya unachosema bado kuna maana katika ulimwengu huu. Watu walipenda ninafika kwa wakati. Kwamba siwafanyi juu. Kwamba ninasafisha baada na sitafuti kuuza vitu vya bure. Niliweka rahisi na nikafanya vizuri. Baada ya takriban miezi 6 nilimwajiri kijana anayeitwa Yusufu. Mdogo, umri wa miaka 22, mpya kutoka shule ya ufundi, mwenye hamu ya kujifunza. Tulishughulikia miradi mikubwa pamoja. Veranda, kurekebisha jikoni, kumaliza basement. Nilimfundisha kusoma kati ya mistari ya mradi na kueleza kwa wateja bila kuwafanya wahisi wajinga. Alijifunza haraka. Katika mwaka mmoja ilibidi ninunue gari la pili. Nilichukua trailer nikaijaza zana bora. Nilijivunia kununua kwa jina langu kwenye hundi, si kadi ya kampuni ya mtu mwingine. Tukaongeza vijana wengine 2, kisha 5. Nilimleta binamu yangu Hamisi kusimamia hesabu kwa sababu nambari hazikuwa nguvu yangu. Kalenda yangu ilijaa miezi mbele. Hata nyumba ilibadilika. Nilipaka rangi kila chumba, kijivu na kijani kirefu, rangi thabiti, hakuna ile mitindo aliyochagua. Nilibadilisha pazia, nikarekebisha bawaba za milango zilizokuwa zikitoa sauti, nikatoa kapeti ya zamani na nikaweka sakafu mpya kwa mkono. Haikuwa tu kuboresha nyumba, ilikuwa kama kuchukua nafasi mradi baada ya mradi. Mwishowe nililipa mkopo. Nilituma malipo ya mwisho, kisha nikafungua bia na nikakaa mlangoni kama mfalme anayetazama ufalme wake. Usiku huo nilisimama sebuleni, nikatizama karibu na nikasema kwa sauti, hii ni yangu. Si kwa sababu nimenunua, bali kwa sababu nimepata. Miezi michache baadaye nilienda kwa muuzaji na nikanunua gari jipya la kazi. Nyeusi mate, yenye vifaa vyote. Niliondoka na dirisha chini na redio juu, nikicheka kama mjinga. Nilianza kuvaa vizuri kidogo pia. Si ya kifahari, jeans safi tu, shati chache nzuri, viatu visivyo na matope. Nilitembea tofauti. Sikugundua jinsi nilivyobadilika hadi watu walianza kunitendea tofauti. Marafiki wa zamani waliokuwa wakiuliza kazi inaendaje, walianza kuuliza jinsi nilivyojenga kampuni. Watu mjini waliokuwa wakitikisa kichwa kwa shida sasa waliuliza ushauri, wakizungumza nami kana kwamba nina kitu cha kusema. Maisha hayakuboresha tu, yalikuwa halisi. Hakuna tena kujifanya. Hakuna kutembea juu ya maganda ya mayai. Hakuna mtu wa kufurahisha na hakuna cha kuthibitisha, tu siku za usoni ambazo hatimaye nilikuwa nikijenga kwa mikono yangu. Kila asubuhi mapema, kila pini iliyovunjika, kila kosa na kurekebisha kumenileta hapa. Maumivu hayakunivunja. Yalichimba nafasi kwa kitu bora. Kitu changu. Miaka 5 ilikuwa imepita tangu siku niliyowasilisha rundo la mwisho la karatasi za talaka na nikaondoka bila kuangalia tena. Maisha yaliendelea. Nilikuwa nimejenga kitu cha kujivunia, kazi ya kweli, watu imara karibu, kampuni inayohesabika. Nilikuwa na taratibu zangu, asubuhi mapema, jioni tulivu, na sikufikiria sana juu yake. Si kwa sababu ya chuki, tu kwa sababu hakukuwa na sababu. Ile alasiri nilisimama katika baa ndogo katikati. Sikuwa peke yangu, mwenzi wangu alikuwa mrembo. Tuliketi karibu na dirisha, tukila sandwichi ya nyama na chips na kunywa chai baridi. Ilikuwa moja ya siku hizo za joto za spring ambapo watu hutembea polepole na kutabasamu zaidi. Nilikuwa na dirisha wazi kidogo ili kupata upepo na harufu ya majani yaliyokatwa. Ndipo nilisikia mlango ukifunguliwa nyuma yangu. Mwanzoni haikumaanisha chochote, mteja mwingine tu.
Lakini kwa kona ya jicho niliona mtu akisimama karibu na mlango. Niliinua macho. Rehema. Nilimtambua mara moja. Nadhani sehemu yangu ingefanya daima. Nywele zile zile za kahawia zilizopindika, sasa fupi zaidi. Bado amevaa kama ametoka kwenye dirisha la duka. Alikuwa vizuri na mkubali. Muda umekuwa mwema, ingawa kulikuwa na kitu tofauti usoni. Kidogo mzee, kidogo amechoka, kana kwamba maisha hayakuenda kama alivyopanga. Macho yake yaliangukia juu yangu. Yalisimama. Alisimama sekunde, kana kwamba hajui kama akimbie au aseme kitu. Kisha akatoa tabasamu ndogo ya tahadhari, kana kwamba anangojea nimkaribishe. Alitembea kuelekea meza yetu. Habari, Amani, alisema. Tunaweza kuzungumza? Mwenzi wangu alifanya uso wa kufikiria. Kisha nilimwambia, sawa mpenzi, tupe dakika chache. Alifanya, akijiondoa kwa upole bafuni. Mke wa zamani alikuwa na sura ya maombolezo tulivu usoni. Alizungumza, sauti bado laini, bado ile kuinuka mwisho iliyokuwa ikinifanya nilegee. Naweza kuketi? Niliitikia mahali mbele. Karibu. Aliteleza kwenye kiti na akavuka mikono mezani, akitazama chini kisha juu yangu. Uko vizuri, alisema, na kwa mara moja ilisikika ya uaminifu. Ninajitahidi, nilisema, kisha nikajiegemea nyuma na nikaonyesha nje kwa kidole gumba. Nje, gari langu la kazi nyeusi mate lilikuwa linaangaza jua, limelazwa kando ya barabara. Nilikuwa nimesafisha asubuhi hiyo. Nembo ya kampuni yangu ilikuwa safi na wazi kwenye upande. Nina kampuni yangu sasa, mchumba ninayempenda, nilisema kwa kidogo cha kutia chumvi. Nikikutana na macho yake. Niko sawa. Nilifuata macho yake gari na nikatikisa kichwa polepole. Wow. Ni ya kuvutia sana. Daima nilijua una ndani. Ndiyo, nilisema, zaidi ya udadisi kuliko hasira. Alitoa kicheko kidogo. Nasema kweli. Daima nimekuheshimu kwa hilo. Ulikuwa imara. Thabiti. Hukuhitaji msukumo, ulifanya mambo yatokee. Sikujibu. Nilimwacha azungumze. Bado na kufikiria, alisema baada ya pause. Sana kwa kweli. Daima nimekupenda. Nakupenda bado sasa. Sijaacha kwa kweli. Alinyosha mkono mezani akigusa tu ukingo kwa vidole. Unafikiri tunaweza kurudi? Baada ya yote watu hukosea. Tulikuwa wadogo. Tumeongezeka tangu wakati huo. Nilimtazama. Kweli nikatizama. Miaka 5 iliyopita maneno hayo yangenivunja. Wakati huo ningeshika kama raft. Lakini sasa niliyaona kwa kile yalikuwa kuchelewa. Hapana, nilisema polepole. Si ngumu. Si katili. Thabiti tu. Alipiga kope. Hapana. Ulipoteza nafasi yako, Rehema. Siku uliopanda meza ya bosi wako ulichagua. Na labda hukufikiria itakugharimu kila kitu, lakini ilifanya. Alifungua mdomo, lakini niliendelea. Unajua kitu, hata hivyo. Umenipa kitu bora. Nafasi ya pili maishani. Ubongo safi. Nisingejenga chochote cha hiki kama usingeungua kila kitu kwanza. Ningeendelea kufanya kazi kwa mtu mwingine, bado nimekwama nikifikiri tuko sawa wakati haikuwa hivyo. Mdomo ulitetemeka. Alijaribu kutabasamu lakini hakufanikiwa kabisa. Kwa hiyo asante, nilisema. Na kwaheri. Kwaheri milele. Nilisimama, mwenzi wangu alikuwa anarudi meza. Nilitoa pesa kutoka pochi na nikazitupa mezani karibu na sandwichi iliyokula nusu. Niliacha tip kubwa kuliko kawaida. Tulitoka mlangoni tukishikana mikono, jua machoni na sauti ya kimya chake nyuma yetu. Nikishuka barabarani na kuingia kiti cha dereva, nikatizama nyuma kutoka windshield. Bado alikuwa amekaa pale akitazama meza kana kwamba hajagundua kile kilichompiga. Na hiyo ilikuwa yote. Hatukuzungumza tena kamwe.
Lakini siku hiyo nilielewa, hatimaye nimepona. Miaka iliyofuata haikuwa kamilifu, lakini halisi. Nilifanya kazi kwa bidii, nikakuza kampuni, nikaajiri watu wazuri na nikafundisha nilichojua. Nilijenga maisha kipande kwa kipande, na kwa muda nyumba ikawa nyumba tena tulivu, thabiti yangu. Sikuwa nikifuata mtu yeyote au kitu. Nilikuwa na kutosha. Wakati mwingine nilipata moja ya karatasi zake za zamani. Sikuziweka kwa hisia tu, sikuzitupa. Zilikuwa vikumbusho vya jinsi nilivyofika mbali. Simchukii. Moto huo umezimwa zamani. Alichofanya kilikuwa chake. Nilichofanya baadaye, changu. Wakati mwingine unapaswa kupoteza kila kitu ili ujenge kitu chenye nguvu zaidi. Sikumwona tena kamwe. Na sijawahi kuwa na furaha zaidi. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, ungeweza kusamehe kitendo cha usaliti baada ya muda ikiwa unampenda mtu kweli? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye chaneli na uipe like.